Somo. Ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki. Ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki. Kwa sababu gani maandiko matakatifu yanasema hivyo? Ni Biblia ya Mungu ndio inanena. Ole, Mungu anawaambia, ole wenu waandishi na Mafarisayo, kwa maana ni viongozi wakuu, wameketi katika masinagogi, wameketi katika makanisa, wametembea katika masoko, wanafanya kazi ya Bwana. Makanisani hao ndio kusema. Lakini mambo yao ukifuata ndani utakuja kupata ya kwamba ni mambo machafu hayampendezi Mungu. Nao watu sasa wanawasuia watu ambao wanataka kuingia katika ufalme wa mbinguni, hawawachi hao watu waingie, wanawasuia. Ndugu mpenzi msikilizaji ama mtazamaji, sikiza hii. Wakati ambapo unafanya uamuzi kutaka kujiunga na kanisa lolote, kutaka utakatifu wa Mungu, kuwa makini sana ni mtu yupi ambaye unamfuata ama anakuelekeza. Kwa maana ni lazima mtu atakuelekeza kuenda kanisani, mtu atakuelekeza kufanya mambo yote ambayo unataka kuyafanya. La sio lazima kanisa tu peke yake, hata hali ya maisha. Angalia ni mtu yupi ambaye unafuata. Hizi vitu vyenye yako navyo amevitafuta kwa njia gani? Na je, nikimfuata nitapata msaada gani? Ni madhara gani ambayo nitayapata? Haleluya. Na kama ni kanisa, angalia hiyo kanisa, soma vizuri mwenendo. Roho Mungu akupatia hekima na maarifa, ujue mienendo ya kuenda. Kwa maana Mungu mwenyewe ameandika katika kitabu cha Mathayo ya kwamba waandishi na Mafarisayo ndio wanaowasuia wanaotaka kuuona ule ufalme wasiuone ufalme. Usiingie kwa shida kwa kujitakia. Kwa kuwa mnawafungia watu ufalme wa mbinguni. Mafarisayo wanawafungia watu ufalme wa mbinguni. Mafarisayo wanawafungia watu ufalme wa mbinguni. Usiende kanisani ni kwa sababu ya cheo. Usiende kanisani ni kwa sababu ya kukula. Usiende kanisani kwa sababu ya pesa. Enda kanisani kwa sababu ya kutaka maisha yako yaweze kubadilishwa. Mungu, ukutane na Mungu. Pia na wewe uone huo ufalme wa mbinguni ambapo wao wanaunena. Baba aliniambia ya kwamba kuna ufalme wa mbinguni Yesu atarudi. Na mababu aliambia baba yangu ya kwamba ufalme wa mbinguni upo. Na babu akamwambia baba yangu ya kwamba Yesu Kristo atarudi. Na bado saa hii baba yangu anangojea. Na mimi mtoto wake nimesaliwa pia ninangojea. Na niko na watoto pia watangojea Yesu kurudi. Sasa ile siku ya Yesu kurudi haijulikani. Ni vizuri ya kwamba ukuwe na imani ya kwamba Mungu yuko mbinguni. Ukweli ya kwamba Mungu yuko. Ukishaamini hivyo, we mwenyewe fuata moyo wako. Usiingie kwa kitu ama tamaa. Usiingie kwa tamaa ya kutaka uongozi wa kanisa. Utakufa bure. Sawa. Nyinyi wenyewe hamuingii, wala wanaoingia hamuwachi waingie. Maana hawa mawaandishi na Mafarisayo wanaowasuia watu kuingia katika ule ufalme, wenyewe hawaingii kwenye huo ufalme. Na wanaotaka kuingia wanawasuia wasiingie. Ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnakula nyumbani wachane, na kwa unafiki mnasala sala ndefu. Kwa hiyo mtapata hukumu iliyo kubwa zaidi. Waandishi na Mafarisayo, pato Biblia inazungumzia hapo mahali. Wakati wanaingia katika nyumba za wachane, wakati kuna wengine, si wote ni wanafiki, si wote watumishi ni wabaya, lakini kuna bahati yao ni wanafiki. Lengo lao ni pesa. Hawaja kuja kuelekeza watu katika ule ufalme wa mbinguni, hawaja kuja kuokoa, bali wamekuja kujisaidia wao na familia zao. Wakae vizuri, wafae vizuri, lakini wewe ukiteseka. Wakati Biblia inasema ya kwamba wanaingia hata nyumba za wachane, lakini kwa unafiki wao wanasala ndefu sana. Yaani hoja zao ni ndefu sana, ili lengo lao wapate kitu. Hapo mahali tubadilike.